Jina la Bwana Mungu wetu libarikiwe sana. Basi baada ya matangazo hayo, ninaomba nisikucheleweshe, tuende moja kwa moja kwenye tafakari ya neno la Mungu. Mimi nitakuwa nakuletea ujumbe kutoka katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 na wa 11 na ule mstari wa 16. Kitabu cha Waefeso mstari wa 10 na wa 11 na ule mstari wa 16. Jina la Bwana Mungu wetu libarikiwe sana. Nikisoma pamoja nawe ule mstari wa 10 na wa 11, neno la Mungu linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 16 unasema, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ninarudia tena, mstari wa 10 na wa 11 na mstari wa 16, kitabu cha Efeso sura ya 6. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi nimesoma wa 12. Twende mstari wa 16. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Bwana Yesu alibariki neno hili tusisikie hapo katika tafakari ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Ujumbe ambao nimeujenga katika somo hili nimeuita mishale ya moto. Mishale ya moto. Na kichwa cha somo hili nimekijenga kutoka katika ule mstari wa 16, ambapo unasema, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo ujumbe wangu nimeuita mishale ya moto. Kumbe kuna kitu kinaitwa mishale ya moto. Unaweza ukawa unapita kwenye Biblia hapa, unapita na unasoma, lakini kuna kitu kinaitwa mishale ya moto. Na leo nataka tutafakari silaha mojawapo kati ya silaha za adui yetu shetani, ambayo inaitwa mishale ya moto. Mishale ya moto. Nataka kufahamu mishale ya moto ni kitu gani? Biblia ilipokuwa inazungumza habari ya kuivaa imani na kuweza kuzima mishale yote ya moto, kumbe yako mashambulizi kutoka kwa adui shetani dhidi ya watu wa Mungu na humanity kwa ujumla. Na yeye anapoachilia mishale ya moto, nia yake ni uharibifu. Siku zote nia ya shetani haijawahi kubadilika. Tunasoma mahali fulani kwamba shetani haji ila kwa kuaibe, achinje na kuharibu. Kwa hiyo shetani ni mharibifu. Shetani ni muuaji. Kama kuna jambazi moja linalohatarisha maisha ya wanadamu popote pale wanadamu walipo, ni shetani. Kwa nje huwa tunaona uharibifu kwa jinsi ya macho, lakini nyuma ya mambo hayo ya uharibifu, engineer mkubwa, architect mkubwa, mastermind ni shetani. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba tunapotafakari juu ya silaha walizopewa watu wa Mungu, tunaambiwa kuna kitu kinaitwa ngao ya nini? Ngao ya imani. Na ngao ya imani, Biblia inavyoieleza katika mstari huu, ina uwezo wa kuzima sio baadhi ya mishale ya moto ya yule mwovu. Anasema, itwaeni ngao ya imani mpate kuweza kuizima mishale yote ya yule
mwovu. Hili ni jambo la kutia moyo sana tunapokuwa katika mapambano ya kiroho, katika vita vya kiroho, katika msigano na mpambano dhidi ya mamlaka ya ulimwengu wa giza. Unapotafakari kitabu hiki cha Waefeso, unaelewa ni kwa nini Paulo mtume anawaandikia Waefeso na anawafundisha namna ya kutumia silaha za kiroho. Kitabu cha Waefeso kinabainisha ya kwamba mji wa Efeso ni mji ambao ulikuwa katika utamaduni uliogubikwa na nguvu za giza kupita kiwango cha kawaida. Kulikuwa na nguvu za giza katika mji wa Efeso kupita kiwango cha kawaida. Ulikuwa ni mji wa kipagani mno. Kwa hiyo kanisa lilizaliwa katika mazingira ya upagani, katika mazingira ya giza, katika mazingira ya upinzani wa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Na kanisa la Efeso unaweza kuona unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 ule mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4, unaona Paulo mtume anapofika Efeso anawakuta wanafunzi 12. Kanisa lilodumaa, kanisa lilikuwa harifurukuti, kanisa limeshindwa kutoboa. Lilikuwa na watu wachache kama unavyoona kanisa hili lenye watu wachache. Na watu wale walikuwa wana changamoto nyingi. Kwanza walikuwa hawana kiongozi mahiri. Lakini pili walikuwa hawajawahi kujazwa hata na Roho Mtakatifu. Lakini tatu walikuwa hawana mafundisho ya neno. Lakini pia kanisa lile lilikuwa limedumaa. Kwa hiyo unaona watu wale wana changamoto ambazo zinaelekea lile kanisa huenda lingeliweza kufa. Maandiko haya tuambii kanisa lile lilikuwa kabla ya wakati huo Paulo amefika lilikuwa na watu wangapi? Kuna wakati ninatafakari huenda lilikuwa na watu 100 au huenda lilikuwa na watu zaidi. Na kanisa linapokuwa limelemewa na nguvu za giza kinyume chake, linaendelea kupukutika, linaendelea kupungua, linaendelea kushuka mpaka wakati mwingine linaweza likafungwa kabisa. Na shetani akawa amefanikiwa kuliua kanisa hilo. Tuna ushahidi katika maeneo mbalimbali duniani makanisa yanayofungwa kwa sababu shetani amefanikiwa kuharibu maisha ya kiroho, mpaka na huduma ya kiroho, mpaka na ustawi wa kiroho, mpaka makanisa yanafungwa. Yako makanisa mengine yapo tu lakini yameshadumaa, hayana impact katika eneo. Yaani huwezi kuona watu wanaongezeka, hawezi kufanya kitu ambacho kinaweza kutikisa ulimwengu wa giza na watu wakafunguliwa na watu wakaokoka. Nimetoka Simiyu, tumeshuhudia miujiza mpaka nikashangaa, nikasema Mungu, kama ulivyofanya Simiyu na pale Liga Mission ukafanya. Tumeona watu ambao, nakumbuka kuna baba mmoja ambaye alikuja jicho lake moja halioni kabisa. Lakini tukamwombea jicho lile likaona. Kulikuwa na mtu mmoja, tuko kwenye kambi kama hivi, na kulikuwa na dada mmoja akawa anasikia sauti za maombi na maombezi na mahubiri, akajisikia tu atembelee. Akatoka nyumbani kwake, ana shida ya mguu, anachechemea mguu, alikuwa tayari una changamoto na umeshaanza kukuwa na shida ya kuoza, na anasema huenda nikakatwa. Alipofika pale wakaja wakamleta mbele, wakatoa ndo nimeshuka kutoka madhabahuni. Nikamwambia nimechoka sana. Kwa hiyo nimeshaomba maombi muda mrefu sana. Nikamwambia nimechoka sana sasa hivi. Madam ndo amekuja, mwakeni tu hapo. Nikidhani ni moja wapo ya wale viongozi. Kumbe ni mtu ametoka mtaani tu amekuja kwenye mkutano. Ilipofika wakati wa maombezi tukamwambia haya sasa simama tukuombee. Mapepo yakalipuka. Jamani. Alianza kutembea hivi. Alikuwa anatembea hivi. Anatembea hivi. Tukashangaa amekanyaga. Tukasema ala, hivi kumbe zamani walipokuwa wanasema viwete wanatembea ndio inakuaga hivi. Tukamwona Mungu anafanya nini? Anafanya. Unaona? Anafanya. Acha walioponywa migongo yenye shida, miguu yenye shida na kadhalika. Yuko baba mmoja anasema mimi nililogwa nikiwa sijaokoka miaka ya zamani. Na niliteseka sana. Na nilipookoka Mungu aliniponya. Lakini kuna kitu kiko tumboni pamoja na kuponywa hakijawahi kutoka. Huu ni mwaka wa 25. Mimi ninayeteseka ndio naifahamu. Na yule baba alichelewa sana baada ya kuona watu wanaombewa. Amekaa tu, alikuwa amekaa kiti cha mbele kabisa. Baba mtu mzima hivi. Baadaye tunamaliza nikaona baba amesimama. Sasa mtu anasimama mbele yangu na mimi nikawa nashangaa. Baadaye akasogea akanisogelea, akaniambia baba mimi naomba uniombee. Nikamwambia kwa nini nikuombee? Akaanza kunisimulia huo ushuhuda wa mapito yake kabla hajaokoka. Na baadaye nikamwambia ninaomba tu simulia lakini
tunza staha yako, kwa sababu kulikuwa na vitu amefanyiwa ambavyo si vizuri kuvisema hadharani, na mtu akishahemewa anaweza akafunua mpaka na mambo yale ambayo watu wanaweza akafunika macho. Si unaelewa nikiongea namna hiyo? Kwa hiyo nikamwambia nakuruhusu kutoa ushuhuda, lakini tunza staha yako, ili sije kawa mimi ndio nimesababisha sasa unazungumza mpaka vitu vigumu sana vinavyohusu maisha yako. Kwa hiyo nikamwambia wewe ni mtu mzima, unanielewa ninachomaanisha. Ni umeniambia kwa siri na jambo hili ni kubwa na umeguswa baada ya kuona watu wameponywa kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo ninaomba toa ushuhuda wako, lakini tunza staha yako. Yule baba akasimama na kweli alijitahidi kutunza staha, lakini hata hivyo alicross line kidogo. Kuna baadhi ya vitu sikutaka aseme, lakini alisema. Unaona? Lakini mwisho wa siku akashuhudia jinsi ambavyo Mungu amemponya kabisa kabisa. Nataka niwaambie yule Mungu aliyeponya Simiu yuko ndani ya ukumbi asubuhi ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo unaona hili kanisa la Efeso lilikuwa ni kanisa ambalo halijui vita vya kiroho. Hiyo ni shortcoming nyingine ya kanisa la Efeso. Sio tu kwamba lilikuwa halina kiongozi, sio tu kwamba lilikuwa halina mafundisho, halina Roho Mtakatifu, lakini pia lilikuwa halijui kupigana vita vya kiroho. Kwa lugha nyingine ni kama kusema walikuwa hawajui maombi. Hawajui maombi. Kwa hiyo wakawa ni kanisa linaloonewa. Nataka kusema, nataka kudeclare interest hapa. Kanisa la Liga Mission halitakuwa kanisa linaloonewa. Sawa jamani? Hatutaki kuwa watu tunaoonewa na uonevu wa aina mbalimbali wa utendaji wa adui. Na kwa sababu hiyo nikaona leo nifundishe somo la mishale ya moto. Ni somo la mishale ya moto. Kwa nini tunataka tujifunze somo hili? Kwa sababu tunataka tujifunze mbinu ya kuzima mishale ya moto ya yule mwovu. Kama hauna majaribu, kama hauna mapito, kama hauna changamoto, kama haupambani na magonjwa, kama upambani na upinzani, kama upambani na kazi za shetani, kama wewe unamwacha shetani afanye anachokifanya, somo hili linaweza lisikufai sana. Lakini kama unamchukia shetani na kazi zake na uonevu wake na mishale yake ya moto, hili ni somo zuri sana. Na naomba nikutie moyo ya kwamba pana miujiza inatokea asubuhi ya leo mahali hapa. Hata nilipoamka usiku kwenye maombi nilimwambia Bwana Yesu, lisiwe somo la kuandikwa kwenye notes likabaki kwenye notes. Ninaomba kuwepo miujiza ya Mungu kwenye maisha ya watu asubuhi ya leo, kwa sababu neno la Mungu ni roho na tena ni uzima. Ili neno likawe uponyaji, ili neno likawe uzima katika maisha yetu. Na iinua imani yako iweze kudaka kitu ambacho Mungu anaweza kufanya katika maisha yako au kwa mpendwa wako unapomwamini Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya Mkristo ni vita. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya Mkristo ni vita. Na katika ulimwengu wa roho unatazamwa kama askari wa kivita. Mkristo yoyote, ulielewa hilo? Mkristo yoyote maisha yako ni maisha ya vita. Na wewe katika ulimwengu wa roho Biblia inakutazama kama askari, kama askari. Na hiyo ndio inakuwa sababu ya ule mstari wa 11, mstari wa 10 na wa 11 na wa 12, labda niseme mpaka na mstari wa 12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Askari, moja ya sifa yake ni uhodari. Moja ya kazi ya askari ni uhodari. Askari akiwa goigoi, askari akiwa mzembe, askari asipojua wajibu wake, anaweza akatendewa vibaya na adui. Adui anachoweza kukifanya kimkuta askari ni kumteka na kumfanya mateka na kumtesa sana. Kwa hiyo inatupasa sisi tuwe watu hodari katika Bwana. Jamani, amine. Tuwe watu hodari, tusiwe watu goigoi. Ikifika wakati wa kufunga, funga. Ikifika wakati wa kuomba, omba. Ikifika wakati wa kupambana, pambana. Huo ndio uhodari. Inatutaka tuwe hodari. Na Biblia inatutaka tuwe hodari katika Bwana, lakini pia na katika uweza wa nguvu zake. Neno hili uweza wa nguvu zake ni nini? Neno hili uweza wa nguvu zake ni sawa na kuzungumza habari ya nguvu za Roho Mtakatifu, vipawa na karama zake. Mungu anataka tutembee katika vipawa na karama za Mungu. Zipo, usipigane kwa nguvu zako mwenyewe. Ndio maana ule mstari wa 12
unasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, hatupambani kwa ngumi wala hatupangani kwa maneno matupu. Tunapambana na maroho katika ulimwengu wa roho ya aina mbalimbali, kwa majina yake na makabila yake na matabaka yake na madaraja yake katika ulimwengu wa roho. Na hatupambani kwa jinsi ya mwili, tunapambana kwa jinsi ya kiroho. Ndio maana Mungu ametupa jina lake, tumepewa jina la Yesu. Ndio maana Mungu ametupa damu yake, tumepewa damu ya Yesu. Ndio maana Mungu ametupa ushirika wa kiroho. Ndio maana Mungu ametupa uwepo wake na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, ni vizuri tuelewe tuko vitani, na vita hii ni endelevu, sio vita ya muda mfupi. Maisha yako yote yako vitani, na siku zote utatakiwa kupigana vita vya kiroho. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Biblia inatueleza juu ya mishale ya moto. Mishale ya moto ni mashambulizi ya ghafla. Ni mashambulizi ya ghafla kwa sababu moja ya sifa ya mshale ni kifaa kinachotoka kwa kasi. Mtu akikulenga mshale sio rahisi kuona wakati unakuja. Ndio maana Biblia inapotumia mojawapo katika silaha za shetani anaita mishale ya moto. Manake yako mashambulizi ambayo ni mashambulizi ya nini? Mashambulizi ya ghafla. Lakini pia mishale ya moto ni vitu vile vyenye madhara makubwa. Kwa nini inaitwa mishale yenye moto? Sio mishale tu, kwa sababu iko mishale ya kawaida, lakini pia iko mishale yenye moto. Mshale wa kawaida una madhara, lakini mshale wenye moto una madhara makubwa zaidi. Kwa tunapozungumza juu ya mishale yenye moto, Biblia imezungumza kabisa yenye moto. Maana yake ni madhara makubwa yanayosababishwa na shetani. Shetani huwa anaacha madhara makubwa, the lasting impact kwenye maisha ya mtu. Madhara makubwa yanaweza kukaa kwenye mwili wa mtu au kwenye maisha ya mtu miaka 5, miaka 10, miaka 20, miaka 30. Anaweza ikawa yanaishi, na wakati mwingine mtu anaweza hata akazaliwa nayo. Wakati mwingine shetani huwa anapanda madhara kwenye maisha ya mtu tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo anazaliwa akiwa na vita katika maisha yake. Mungu atusaidie sana. Lakini tatu ni madhara yanayolenga kumwangusha muamini. Sio tu yana madhara, lakini na sio tu kwamba ni makubwa, lakini yanalenga kumwangusha muamini katika imani. Kumwangusha muamini katika imani. Unaposikia madhara yenye moto, manake ni yale madhara ambayo lengo lake ndani yake ni kukufanya umuone Mungu tena hana msaada. Ni kukufanya uone kwamba Mungu ameshindwa. Ndio tafsiri hasa ya ule mshale wenye moto. Ni ule mshale unaopiga fikra zako na ufahamu wako na utu wako, na inakufikisha mahali uone kwa Mungu hili sasa haliwezekani tena. Unaona? Kwa Mungu sasa hili haliwezekani tena. Inakuondolea imani yako kutoka kwa Mungu. Inavunja uwezo wako wa kumsubiri Mungu. Unaona tena, na unajikuta mtu analazimika kupita njia ya mkato au kuchepuka katika kutafuta suluhu ya mambo anayokutana nayo katika maisha. Kwa hiyo mshale wenye moto una lengo. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumwangusha muamini katika imani. Na wakati mwingine sio tu kumrudisha nyuma, wakati mwingine ni kumtoa kabisa hata katika mstari wa mahusiano yake na Mungu kabisa. Lakini jambo la nne ni kumfanya apoteze imani ya ushindi. Ni kumfanya apoteze imani ya ushindi. Ni kufanya apoteze imani ya ushindi. Kwa hiyo unapoanza kuhisi ya kwamba sidhani kama nitatoka, sidhani kama jambo hili linawezekana tena, nadhani muda umepita, nadhani mimi sitaweza tena. Ukishaanza kuona fikra za namna hiyo kwenye akili ya mtu, manake kuna mshale wa moto umepigwa, na ule mshale wa moto umefanikiwa. Ndio maana unaona mtu anapoteza imani ya ushindi. Mtu anapoteza matarajio ya ushindi. Mtu anafanya maamuzi mabaya, na huku anajua ya kwamba haya ni maamuzi mabaya, lakini anasema sasa nifanye nini? Sina namna nyingine ya kufanya, kwa sababu sina namna nyingine. Hata Mungu anajua mimi ni mwanadamu, mimi sio malaika, na hata Mungu anajua.
Yeye kwani Mungu angekuwa mwanadamu katika viatu vyangu angefanyaje? Alikuwa anafikiria nini mimi mpaka anaruhusu jambo gumu namna hii? Kwani mimi Goliati? Mimi bwana, mimi potelea mbali bwana. Kwa hiyo unaona jinsi anavyowaza huyu mtu, unaona inamfanya mtu apoteze imani ya ushindi ndani yake kabisa, na anaamua kuchagua njia ambayo inaweza isiwe baraka katika maisha yake. Hebu tuangalie neno hili mishale ya moto lilivyotumika katika Biblia. Lilivyotumika katika Biblia. Naomba tuangalie neno mishale ya moto. Neno hili mishale ya moto lilivyotumika katika Biblia. Na matumizi ya neno mishale ya moto katika Biblia nataka tulitazame katika mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza ni historical context, yani kihistoria. Mishale ya moto, neno hili mishale ya moto kihistoria lilikuwa lina maana gani? Lakini jambo la pili nataka tulitazame katika mifano ya kibiblia. Katika mifano ya kibiblia tunaita biblical symbolism. Tuangalie katika mifano ya kibiblia maneno haya mishale ya moto yamefananishwa na nini, au yanaweza yakawa na maana gani katika lugha ya kibiblia au katika biblical symbolism. Lakini jambo la tatu nataka tutazame neno hili mishale ya moto, maana yake hasa ya kiroho ni nini? Maana yake hasa ya kiroho ni nini? Nimeshakupa utangulizi kwa sehemu fulani, ni kama umepata picha, lakini naomba tuingie sasa kwenye kiini cha somo hili wakati tunapodadavua mambo hayo matatu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Watu wa Mungu, tuko pamoja. Maana ya kwanza ya maneno haya mishale ya moto, nimesema tutazame historical context. Tunapotazama kihistoria, neno mishale ya moto ni neno la kawaida, sio neno la kiroho. Mishale ya moto ni neno la kawaida, na tunazungumza juu ya culture ya Kirumi au utamaduni wa Kirumi. Warumi walikuwa na maskari, na wale maskari wa Kirumi walipokuwa wanakwenda vitani, lakini pia hata Wayahudi walipokuwa wanakwenda vitani, katika culture hiyo ya kipindi hicho walikuwa wanatumia mishale kama silaha za vita. Naona walikuwa wanatumia mishale kama silaha za vita, na mishale ile ili iweze kuharibu kambi ya maadui au vitu vya maadui, walikuwa wanaweka lami kwenye kichwa cha mshale. Wanaweka lami au wanaweka kitu fulani ambacho kinaweza kuwaka. Kwa hiyo unakuta ule mshale unapoweka kwenye upinde, unaita uta, unauwekea moto, unawasha moto pale kwenye kichwa. Wamezungusha kirungu fulani hivi ambacho kinaweza kikawaka moto kama na ni moto ambao hata unapouvuta mshale unatembea kwa kasi, ule moto hauzimi. Kwa hiyo unapoenda kwenye kambi ya adui, unaenda sio tu kwanza unaadhuru, lakini pia ule moto unawasha moto. Unawasha moto kwenye nyumba za watu, unawasha moto kwenye kambi, unawasha moto kwenye mahema. Kwa hiyo ikipigwa mishale kama 1000 hivi, inaweza ikateketeza mji wote.